Mimi naitwa Dr. Winfred Ngilangwa. Ni daktari wa wanyama kutoka shamba la Mfano la Mafunzo SUA. Shughuli hii ya ufugaji nimeanza toka mwaka 2016. Lakini huu mfumo wa afya ya mnyama digital tumeanza kuutumia mwezi wa 9 2024. Kabla ya mfumo huu wa afya ya mnyama digital, tulikuwa tunafuga kawaida na tulikuwa tunapata shida sana kwenye kupata taarifa za wanyama, lakini pia kuboresha uzalishaji wa shamba letu, lakini pia kwenye mambo mazima ambayo yanahusu afya za wanyama. Lakini baada ya kuanza kutumia mfumo huu wa afya ya wanyama digital, tunapata taarifa kirahisi kuhusu wanyama wetu, lakini pia tumeweza kufanya vizuri zaidi kwenye afya ya wanyama. Wanyama wetu wanafanya vizuri kwa sababu rekodi zao tunazo, lakini pia inatusaidia kwenye kugundua magonjwa mapema. Kwa hiyo inapelekea uzalishaji wa shamba unaongezeka. Baada ya kupata taarifa kutoka kwa ile application ya Mnyama Check, sisi tunachokifanya ni kuwachunguza wanyama sasa kwa karibu. Lakini baada ya pale tunachokifanya ni kuwatibia sasa wanyama kutokana na taarifa zile ambazo tumezipata. Lakini pia kwenye ile application ya Mnyama Check pia kuna sehemu ambako unaweza kaona mapendekezo ya dawa ambazo unaweza ukatumia. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo inasaidia, kwa sababu saa nyingine inaweza kuwa ni ugonjwa ambao kidogo uko mbali kwenye kichwa chako, lakini kukumbusha kwamba ni dawa ipi ambayo unaweza ukatumia. Kwa zamani tulikuwa tunasubiri mpaka mnyama apate, yani dalili nyingi zionekane zaidi, kwa sababu tuna wanyama wengi. Kwa hiyo kujua mnyama mmoja kwamba anaumwa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mpaka pale anapokuwa labda amezidiwa, umeona amedondoka au amepunguza sana maziwa, basi ndo hapo tulikuwa tunaweza tukajua kwamba mnyama huyu anaumwa. Lakini sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi ndani ya siku moja mbili tayari unaweza kuwa umepata dalili za kwanza za kwamba mnyama anaumwa. Kwa hiyo inapunguza ule muda ambao unatumika na ugonjwa. Changamoto ya hiki kifaa cha afya ya mnyama digital, sisi kwa kweli hatujaona kwenye changamoto kwenye ng'ombe kwenye vifaa hivi, kwa sababu ni vya kawaida, kwa sababu vinakaa kwenye masikio ya mnyama ambako pia wamezoea kuwa na hereni nyingine, kwa sababu tuna hereni ambazo tunatumia kwa ajili ya utambuzi, kuna hereni ambazo tunatumia kwa ajili ya chanjo. Kwa hiyo kwa wanyama imekuwa ni kitu, sio kitu kigeni kwao, ni kitu cha kawaida. Baada ya kuanza kutumia afya ya mnyama digital, ni wazi kwamba gharama zimepungua. Zimepungua kwa namna gani? Zimepungua kwa namna ya kwamba mnyama anapokuwa amepata ugonjwa ni rahisi kujua mapema. Kwa hiyo ukimtibia mnyama mapema, manake unazuia wanyama wengine wasipate. Kwa hiyo manake badala ya kutibia wanyama 70 80 utatibu mnyama mmoja. Kwa hiyo kwenye gharama inakuwa imepungua. Lakini kitu kingine, unapokuwa na wanyama wengi ambao ni wazima hawaumwi, manake unaongeza uzalishaji, na si hapa ni shamba la kuzalisha maziwa. Kwa hiyo manake hata kwenye mapato yetu pia imeongezeka kidogo kwenye upande wa maziwa. Kitu ambacho inatakiwa kiongezeke katika mfumo huu wa afya ya mnyama digital, ni kitu ambacho kinaweza kikakuambia eneo ambalo yupo mnyama wako, kwa sababu moja ya changamoto ambazo huwa tunazipata sisi hapa shambani, huwa tunapata changamoto ya wanyama kupotea, kwa sababu tunawachunga kwenye kitu kinaitwa paddocks. Kwa hiyo kuna muda mwingine mnyama anaweza kaingia porini, wakati wengine wamerudi, basi ukashindwa kumuona. Lakini ukiwa na inaweza kasoma location, basi itakuwa ni rahisi sana kumtafuta huyu mnyama na kujua exactly yuko eneo gani. Lakini pia ukiacha hii, kuna changamoto nyingine ambazo huwa tunazipata hapa shambani, lakini pia hata wafugaji wengine huko nje huwa wanazipata changamoto za kuibiwa wanyama. Kwa hiyo tukiweza kusoma location kutoka kwenye hii application ya Mnyama Check, basi itakuwa rahisi kumpata mnyama wako hata pale ambapo anakuwa ameibiwa au amepotea. Kwa hiyo kikiongezeka hiko itakuwa vizuri zaidi. Wito wangu kwa wafugaji wengine ni kujaribu kwenda na wakati, kwa sababu tunavyotumia vitu hivi kama application hizi au mifumo hii kama ya afya ya mnyama digital, tunaenda na wakati. Kwanza inaturahisishia kwenye ufugaji, lakini pia inatupunguzia muda wa kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa mimi wito wangu na washauri kwamba wafunge mfumo huu, lakini pia watumie, kwa sababu itawasaidia na itawasaidia kwenye kuongeza uzalishaji wao, aidha ni kwenye ng'ombe wa nyama au kama ni ng'ombe wa maziwa.